Mungu anaangalia pia kile unachowaza ndani ya moyo wako. Haangalii tu kile unachokifanya, kile unachofanya, lakini pia anaangalia kile kilicho moyoni mwako. Na moyoni mwako nazungumza juu ya nyumba ya Bwana. Kwenye maandiko haya kama utangulizi, tunaona Daudi alikuwa mfalme mwenye mafanikio makubwa. Katika watu ambao walifanikiwa katika uongozi wake alikuwa ni Daudi. Na Daudi alikuwa na nyumba nzuri, Daudi alikuwa na mali nyingi, lakini pia Daudi alikuwa na ushindi mwingi katika vita aliyokuwa anapigana. Daudi alipigana vita nyingi, na vita zote alizokuwa anapigana Daudi alishinda. Mimi sikumbuki, ukiachilia ile ambayo alifanya dhambi fulani ya kujimwambafai, alikuwa anaangalia kwamba nina majeshi mengi namna hii, akamtuma mtumishi wake aende akawahesabu Waisraeli, na jambo lile lilimkasirisha Mungu, kwa sababu ni kama vile mtu unaweza ukasema haya nimeyafanya kwa uwezo wangu, kumbe ni Mungu ndiye anayefanya yote. Kila tunachofanya hakuna tunachoweza sisi, lakini ni Bwana ndiye anayefanya. Bwana Yesu asifiwe. Ingawa Daudi hakuruhusiwa, maana hapa tunaona ya kwamba Biblia inaonyesha ya kwamba pamoja na mafanikio aliyokuwa nayo Daudi kwenye vita, kwenye ufalme wake, pamoja na mali aliyokuwa nayo, Biblia inaonyesha ya kwamba Daudi akawaza moyoni mwake, tena Biblia inasema ilikuwa usiku, aliwaza ndani ya moyo wake kwamba mimi ninakaa kwenye nyumba nzuri, nakaa kwenye nyumba nzuri, lakini kwa nini sanduku la Bwana linakaa kwenye hema siku kwa siku? Kwa nini? Jambo lile akamshirikisha mtumishi wa Mungu anaitwa Nathani. Akamwambia, Bwana, nimeona nilipokuwa nimelala, nikajikuta kwamba ninatamani kwamba nimjengee Bwana nyumba, nijenge nyumba ya Bwana. Biblia inasema Nathani akamwambia, fanya kama unavyoona ndani ya moyo wako, kwa sababu umefanya vyema. Daudi aliona ya kwamba fedha, nyumba ya Bwana ni ya muhimu kuliko vitu vyote, kuliko starehe zake, kuliko heshima yake, kuliko kitu chochote, kwa ajili ya nyumba ya Bwana. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana asifiwe. Daudi alikuwa na amani baada ya vita, lakini hakusema mimi sasa nimefanikiwa sana, sasa ngoja nijijengee zaidi, niongeze majengo, niongeze kile na kile, kama watu wengine ambavyo tungekuwa. Alisema Mungu amekuwa mwema kwangu, sasa nataka nimjengee nyumba. Funzo hapa ni nini? Mtu anayempenda Mungu haangalii tu mambo yake binafsi, bali anaangalia kwanza kazi ya Mungu. Ile Mathayo 6 mstari wa 33 ambayo ni msingi, ni andiko letu la msingi. Hii sio kusema kwamba Mungu hajali mambo yetu. Mungu anajali sana maisha yetu, anajali. Wala Mungu hana wivu na nyumba yako nzuri, hana wivu na maisha yako, hana wivu na kipato chako, hana wivu na kisomo chako. Hapana, isipokuwa kama unavyo hivyo vyote na ukamsahau Mungu, ndiyo shida. Kwenye kitabu cha Hagai tunaona kwamba wana wa Israeli walipokuwa wametoka Misri, waliambiwa kwanza wajenge nyumba zao. Wakajenga nyumba zao, tena zilikuwa ni nzuri. Lakini kitu ambacho Mungu hakukipenda au kilimchukiza Mungu ni kwamba
baada ya kujenga nyumba zao, wakakaa mahali pazuri, wakaisahau nyumba ya Bwana. Wakasahau nyumba ya Bwana. Wakasahau mahali ambapo Mungu anakutana na watu wake. Mahali ambapo Mungu anakutana na watu wake ni hapa. Amen. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Mungu anakutana na sisi hapa. Mungu anazungumza na watu wake hapa. Amen. Hapa. Amen. Ndio tunahitaji kupatengeneza vizuri. Amen. Katika utaratibu wa pamoja kama tulionao, lakini chochote unachoona kwamba mbona pale pamepungua, kwa nini ule mstari wa katikati hauna feni? Kwa nini mimi nisiweke mafeni? Hilo ni wazo zuri. Nakupa mfano, ni wazo zuri. Amina, watu wa Bwana. Mbona tunaona hata vyombo ni kama vimepungua? Wewe usiseme tu kwamba pale hakuna hiki, hakuna hiki. Kinakuhitaji wewe. Kinakuhitaji wewe, na watu wamefanya, na watu wanafanya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nikasema, ilikuwa ni katikati ya wiki, nikasema hata yuko mtu akasema ya kwamba pale kwenye madhabahu pakikaa kapeti nzuri, kwa sababu kuna mahali naona kuna kapeti nzuri, mtu yule akaguswa ndani ya moyo wake, akasema nitaweka kapeti. Akasema mchungaji, kwa sababu mchungaji ndio mwenyeji wa hapa, kwamba pengine aseme moyo wake angetamani kapeti ya rangi gani. Akasema mchungaji, kapeti ya pale ni shilingi ngapi? Tukamwambia kiasi fulani, na kiasi kile kile tukaenda na mchungaji Kihaga, mtumishi wa Mungu, tukaenda tukanunua hapa. Pale hapa hata atmosphere inakuwa ni nzuri, unaona kabisa kwamba hapa panapendeza. Wewe unapaonaje? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nikasema kuna wakati kila wiki tunabadilisha, sio tuweke vitambaa vyeupe, vya blue, sio vya ngapi. Mimi kitu hiki wala sikuwa nimewahi kukiona. Lakini yuko mtu akasema, mchungaji, kuna kitu nataka kufanya pale mbele. Na kuna mtu ambaye ukienda kanisa fulani kimefanywa mahali pale, nikaenda wakanipa namba ya huyo mtu aliyefanya, akaniambia ni kiasi fulani, alikuja akapima, akasema sawa mchungaji, natoa, akaleta, tumebandika pale. Leo hatuna haja ya kusema aje mpambaji aweke sijui vitambaa vya blue vya nini na nini. Ni mtu amefanya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Jamani, Bwana asifiwe. Amen. Kile kimulimuli ni mtu ambaye alisema ya kwamba hapana, nataka niweke kile kimulimuli. Hata wewe ukikiona ni kidogo, unaweza ukasema tunaweza tukaleta kikubwa zaidi, au ukasema na upande huu pia kikae, au ukasema na sehemu nyingine pale nyuma kikae. Ni wewe, ni Mungu anasema na watu wake. Unawaza nini ndani ya moyo wako juu ya nyumba ya Bwana? Unaweza ukafanya, hakuna mtu atakaye kukataza. Nimesema wewe utasema tu kwamba tufanye namna gani, kwamba nataka kupaka rangi ndani. Unaweza ukasema mchungaji, unapenda rangi gani? Wewe mwenyewe unaweza ukasema nataka kupaka rangi nyeusi. Tutasema hapana, nyeusi hapana, tunapaka rangi ya namna hii. Lakini ni wewe unayeweza kufanya. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na nakwambia Daudi jinsi wakati huu alikuwa anakaribia kumaliza muda wake, lakini alijitoa hata kama hatapata sifa katika nyumba hiyo. Alijua mwanaye Sulemani ndiye angejenga nyumba ile, lakini bado akaandaa kila kitu. Ukiangalia kwenye Mambo ya Nyakati wa kwanza sura ya 22 wazee ule mstari wa 5, utakuta Daudi aliandaa vifaa zaidi ya vyote, karibu vyote vinavyohitajika kwenye lile hekalu. Bwana Yesu asifiwe. Aliandaa chuma, aliandaa dhahabu, aliandaa kila kitu kwa ajili ya kazi ile. Hapo naomba usisome mzee, maana muda umeenda sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Daudi katika maandalizi yake ya ujenzi alikusanya dhahabu kwa vitu vya dhahabu, alikusanya fedha kwa vitu vya fedha, alikusanya mbao
kwa vitu vya mbao, alikusanya mawe kwa vitu vya mawe, alikusanya vifaa vyote vya ujenzi, chuma kwa vitu vya chuma. Funzo hapa ni nini? Mtu wa Mungu huweza kuwekeza katika jambo ambalo huenda yeye hataliona limetimilika. Yaani kuna kitu ambacho unaweza usikione kwamba kimetimilika, lakini bado tunatamani kuwekeza mbele za Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya, watu wa Mungu. Amen. Daudi alitaka jina la Mungu litukuzwe. Ile Zaburi 27 mstari wa 4 utasoma kwa wakati wako. Jamani, Bwana asifiwe. Amen. Daudi hakutamani hekalu au kanisa kwa ajili ya sifa yake, bali kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Kwa utukufu wa Mungu. Ukienda pale Kinondoni, TAG Kinondoni, kuna mtumishi wa Mungu, mchungaji Shwari, ni rafiki yangu. Mimi na marafiki watu wazee. Yule baba ni mtu wa makamo sana, lakini anajenga kanisa kubwa, anajenga kanisa zuri, ana maono makubwa, ana ndoto nyingi kwa ajili ya nyumba ya Bwana. Si kwa sababu ili kwamba atakuwa mchungaji, hapana, lakini ni kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Niitikie amina. Amen. Ukienda pale Ilala, mchungaji wa Ilala Titus Mkama, lakini ana maono makubwa juu ya ujenzi wa nyumba kubwa pale Ilala. Na siku ya tulienda kuzindua. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini Titus Mkama hafanyi kwamba lile kanisa atalichunga, hajui kwamba atalichunga. Bwana asifiwe. Amen. Hajui, haelewi. Watu wengine wanaweka maono, hata watu wengine wanatembea katika maono. Namkumbuka mchungaji Mwantondo, ndiye aliyekuwa mwanzilishi wa kanisa la pale Tabata. Sasa hivi ukifika pale unakuta lile kanisa pale kuna gorofa, kwenye macho yake hakuliona, lakini ndoto zake ilikuwa ni nyumba kubwa ya Bwana ijengwe mahali pale. Unawaza nini ndani ya moyo wako juu ya nyumba ya Bwana? Wanajenga kwa sababu ni maono. Tulishafika mahali makanisa yetu ya kiroho yakazalauliwa kwamba sisi tunasali shuleni, tunasali kwenye mabati, lakini huo ni mwanzo tu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jamani, Bwana asifiwe. Amen. Mungu ni Mungu wa viwango. Amen. Mungu ni Mungu wa viwango. Amen. Mungu ni Mungu wa viwango. Haleluya, haleluya, haleluya. Musa alijenga kwa maagizo ya Mungu. Wewe soma tu wakati wa ujenzi wa hekalu. Mungu anatoa vipimo mwenyewe. Hata wakati wa kujenga safina, Mungu alitoa vipimo mwenyewe. Tena alisema mti wa aina gani? Mti wa mshita. Mti wa mshita sasa ndio mninga. Bwana asifiwe. Mti wa mshita hauliwi na wadudu. Mungu ametoa mpaka vipimo. Usifanye ovyo ovyo tu kwa sababu unajenga. Hapo punguza kidogo sababu hela ni kidogo, ndio hapana. Jenga kwa viwango vikubwa. Amen. Haleluya. Amen. Mpenda sana mchungaji yule wa Mlandizi wakati alipokuwa anajenga kanisa lake. Tena wakati ule sio sasa hivi. Akapima kiwanja kikubwa kabisa, akapima lijumba likubwa kabisa. Wazee wakaenda kaambia mchungaji, umepima kiwanja hiki, hela ziko wapi? Akasema mimi sina hata hela ya chumba hichi kimoja. Hata ya chumba kimoja sina. Sasa kama sina hela ya chumba kimoja, sifanye muamini Mungu sana. Yaani Mungu akisema na wewe ukifika hotelini, kula kile unachopenda kama amesema na wewe. Usije ukaagiza ugali na maharage au ugali na mchuzi. Agiza kabisa ila kama amesema na wewe. Itikia amina. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watu wanaotembea na Mungu wanakuwa na imani kabisa. Amina. Nafika mahali anambia Bwana kuna nini? Nasema hapa kuna ugali na samaki, ugali na kuku, ambaye lete samaki. Yule mkubwa kabisa, lete hapo.
Sina hela lakini namwamini Mungu katika mambo makubwa. Unajua kuna watu wengine wamefika mahali wakajuta wakasema laiti kama ningejua ningeagiza samaki. Bwana asifiwe. Haleluya.